Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, mpenzi mtazamaji, natumai mzima buheri wa afya. Jina langu ni Haifa Mohamed na karibu katika kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako. Alhamdulillah, siku nyingine njema yenye kheri na nuri ambayo Allah ameweza kutuafikia, na insha Allah mpenzi mtazamaji, tupo naye si mwingine bali ni Sheikh wetu Sheikh Hussein, ambaye tupo naye anazidi kujuza mengi kuhusiana na hasa masuala ya dini. Dini ni muhimu kuifahamu, na katika mada yetu ya leo insha Allah mpenzi mtazamaji, tunaenda kuangazia swala zima la tawassul. Ni swala ambalo wengi katika Ahlul Bait tunalifanya, tunataka tulielewe zaidi. Huenda labda mtu haelewi tawassul inamaanisha nini, na inshallah tukirudi kwake tutaweza kufahamu mengi na mengi zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Karibu sana Sheikh. Nashukuru sana. Naam, bismillahir rahmanir rahim. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja. Naam, kwenye maongezi yetu tunaangalia tawassul. Nini tawassul? Nini hakika tawassul? Je, haya ambayo tunasikia kwamba ni ibada ni ukweli au si ukweli? Mwanzo tunataka tuone wale ambao wanapinga tawassul wanapinga kwa misingi gani, ili tuje tuambie ile misingi ambayo mnapinga kwa ajili ya mnapinga kwamba tawassul haikubaliki. Sio hivyo. Hivi ndio tunamaanisha, hivi ndio tunavyosema kuhusu at-tawassul. Ndio. Kabla hatuja define, hatujaeleza tawassul ni nini, mwanzo tunataka tueleze au tufahamu kwa maneno yao jinsi wanavyoielewa kwamba hii tawassul haikubaliwi. Kwa sababu wanasema, miongoni mwa semi zao wanasema kwamba tawassul ni shirk, kwamba wanamshirikisha Mwenyezi Mungu. Alafu wanasema ni bid'a, haikuwepo. Ndio. Sisi ndio tulio kuja na hili jambo la tawassul. Na kwa kueleza tu ni kwamba tawassul kama kitendo ambacho kinafanyika inapatikana katika sehemu zote, whether Shia au Sunni. Sote tuna hadithi, tuna maelezo ambayo yanaeleza kuhusu tawassul kwamba ilifanyika. Lakini ikija kwenye practice ndio inatokea shida, kwamba sisi hao wakifanya inakuwa ni bid'a, inakuwa ni shirki. Lakini ukiangalia kwenye vitabu vyetu ipo, na vitabu vya Ahlus Sunna pia ipo. Na si kwamba Ahlus Sunna ni wote ambao wanasema tawassul haikubaliwi. Kuna kikundi kimoja tu ambacho kinasema tawassul haikubaliwi. Na hata wenzake kuna kurushiana maneno kule kwamba hawa hawajaelewa vizuri, hawa pia ni mushrikin, kwa sababu wanafanya vitu ambavyo vinaleta ushirikina kwenye ibada. Kwa hivyo sisi madhehebu ya Kiislamu sote tunakubaliana kwamba tawassul ilikuwepo na bado ipo na ni mashruu, yani ni sheria, ni legal kwenye ibada zetu, except kikundi kimoja ambacho kinapinga tawassul. Ndio. Kwa hivyo wanasemaje wakipinga tawassul? Wanasema kwamba point yao ya kwanza, kwa nini sisi tupitie kwa mtu wakati tunaweza tukafika kwa Mwenyezi Mungu direct? Ndio. Kwa nini uombe kwa mfano mtu fulani au nabii kwamba umuombe yeye kwamba akutekelezee wajibu wako, wakati Mwenyezi Mungu ametoa mlango, amefungua milango ya dua kwamba tunaweza tukamuomba direct na dua zikakubalika. Bi maana wao ni kama maana yao wanaona ya kwamba unamuomba yule mtu mwenyewe binafsi. Ni kweli. Ni kama unamuomba yeye akufanyie hicho kitu, walau haufanyi hivyo. Ni kweli. Ndio. Hivi ndivyo wanavyoelewa kwa kuelewa kwao, kwamba tukiomba mtu yoyote, akiwa nabii, akiwa aulia, akiwa mtu msafi, salihin, kwamba kwa nini tumuombe yeye? Kwa nini hatuwezi enda kwa Mwenyezi Mungu direct? Kwa nini hatuwezi uliza Mwenyezi Mungu? Mwenyezi Mungu mwenyewe ametuambia fa idha sa'alaka ibadi anni faqul fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Mwenyezi Mungu tukimuomba
anatujibu. Sasa kwa nini tuombe mtu mwingine kwamba atufikishie maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu ilhali sisi wenyewe tunaweza? Hivyo ndivyo walivyoelewa ya kwanza. Ya pili, wanasema kwamba tawassul inafanana na vitendo ambavyo walikuwa wanafanya mushirikini kabla ya Uislamu. Kwamba mushirikina walikuwa wanaabudu yale masanamu. Kwa nini wanaabudu? Ili yafanya wawe karibu na Mwenyezi Mungu. Na kuna aya kwenye Al-Qur'ani inasema ma naabuduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Kwamba sisi hatuabudu masanamu tu, tunaabudu ili ituweke karibu na Mwenyezi Mungu. Sasa sisi wanasema kwamba sisi tukisema tawassul yetu kwamba tunaomba mwanadamu ili aweze kutufanya tuwe karibu na Mwenyezi Mungu. Sasa hii yetu na hii ya mashirikini ni kama ni kitu sawa. Na kama ni kitu sawa, hao walikuwa wanafanya shirki, sisi pia tunafanya shirki. Kwa hivyo tawassul yetu ni shirki kwa sababu inafanana na vitendo vya mushirikini. Au lengine huwa wanasema ya kwamba hauwezi muomba mtu mwenye amefariki. Haswa hiyo huwa ndo pia moja yao yapo. Wanasema sawa, Mtume alifanya tawassul wakati watu yuko hai. Lakini ukiangalia watu walifanya tawassul kusema Mtume tuombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu akiwa hai. Bwana nyinyi mfanye wakati mtu amefariki. Naam. Ni kweli. Kwa ya tatu wanasema kwamba kama tawassul ipo, tukubali haya ambayo tumesema ni point ya kufanya tawassul iwepo. Na kuna points ambazo, kuna hadithi ambazo zinaonyesha, kuna aya za Qur'an ambazo zinaonyesha kwamba kuna tawassul ambayo ilikuwepo. Haya, wanasema kwamba tumekubaliana ni hivyo. Lakini hizi hadithi zote na hizi aya zote ni wakati wa Mtume alipokuwepo. Mtume alikuwa hajafa. Kwa mfano kuna aya ambayo inasema walau annahum idh dhalamu anfusakum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahum ar-rasul lawajadullaha tawwaban rahim. Yani kama wangekujia ili waombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu, wangepata kwamba Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe. Wamekujia Mtume aombe msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa hii ni tawassul, ana tawassul kwa Mtume. Na kuna aya zingine ambazo zinaonyesha maelezo kama haya. Pia kuna hadithi ambazo zinaonyesha kwamba kulikuwa na tawassul wakati wa Mtume. Kuna hadithi ambayo inatoka kwa mtu ambaye alikuwa ni mgonjwa. Kuna mtu ambaye alikuwa haoni na alikuwa anataka aombe Mtume ili Mtume amwombee dua apone. Hasa akakuja kwa Mtume akamwambia, akashtaki kwa Mtume kwamba mimi sioni na sina mtu wa kunielekeza njia. Na mimi siwezi nikaona vizuri, sifanye mambo yangu vizuri. Akamwambia Mtume kwamba niombee kwa Mwenyezi Mungu ili aweze niweze kuona, aweze ni kuniponya. Sasa Mwenyezi Mungu Mtume alimwelekeza akamwambia nenda utawadhe. Kisha uswali rakaa 2 na uombe hii dua. Dua yenyewe alisema Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilayka binabiyika Muhammadan sallallahu alayhi wa alihi wasallam nabiyyur rahma. Sasa hii aiombea kwamba aombe Mwenyezi Mungu kupitia kwa Mtume. Na alipoenda kufanya hivyo, alienda akatawadha na akaswali rakaa 2 kisha akaomba hii dua na akaomba Mwenyezi Mungu kwamba amponye kupitia kwa Mtume Muhammad. Inasemekana kwamba aliporudi kutoka kwenye swala alikuwa anatembea azifu, hakuwahi kuwa kipofu. Mashaallah. Macho yake yalikuwa yamepona. Mashaallah. Kwa hivyo hivi vitu vyote wanasema vilifanyika kwenye maisha ya Mtume. Si eti Mtume hakuwepo, Mtume alikuwepo. Na mtu akifa hana uwezo tena wa kutuombea dua kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini tunaendelea kuomba dua kwa watu ambao wamekufa? Mtume amekufa, ashaisha. Kwa nini tuombe dua kwake kwamba atuombee dua kwa Mwenyezi Mungu kwenye haja zetu? Na hii inapelekea wanachukua kwamba
mtu yoyote hata kama ni mtu wa kivipi, mtume au sio mtume, akisha kufa kazi yake imeisha. Hana umuhimu wowote. Na kwenye hili pengine ndio sababu walitaka kuondoa makaburi yote. Kaburi la mtume, makaburi ya maimamu, wakataka kuyaondoa ili watu wasiende kule kuomba dua zake. Kwa sababu wanabelieve kwamba kwenda kule ni shirk na ni bid'a, haikuwepo. Kwa hivyo hivi haya ndio maelekezo yao au jinsi walivyoelewa kwamba tawassul iko vipi kwa njia 3 ambazo tumezitaja. Sasa ni juu yetu kujibu, kuwaeleza kwamba hivyo mnavyosema sivyo sisi tunavyoamini, bali sisi tunavyoamini ipo hata kwenye vitabu vyao vya hadithi, na kuna hadithi nyingi ambazo zinaeleza kuhusu tawassul kwenye vitabu zao. Ni wasome tu. Kitu cha kwanza, jana nilikuwa nasikiza nini ya skola mmoja wa Kisunni, sio Kishia, wa Kisunni akieleza kuhusu tawassul, na alikuwa ameuliza swali. Sasa alikuwa anasema kwamba kuna shida kwenye akili ya Wahabi, kwamba akili ya Wahabi kisikia tu kitu ambacho ashaelezwa, ashaambiwa kwamba hiki kitu kiko hivi, akisikia kinyume, hiyo kinyume ni wrong. Yani hataki kufikiria kwamba kuna kitu ambacho pengine mimi sijaelewa. Wanahukumu, wakiona jambo linafanyika, wanahukumu vile wanavyotaka. Kwa hivyo kwenye kueleza kuhusu hizi haya madai ambayo wanadai kwamba sisi tunaamini hivyo, ni kwamba kwa nini tumuombe mtume Mwenyezi Mungu kupitia kwa mtume? Kwa nini tumuombe hivyo na Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kwamba yupo karibu, anaweza jibu dua zetu. Sisi hapa kuna shida kwenye kuelewa kwao. Kwamba wanaelewa kwamba sisi tukiomba mtume atufikishie dua yetu kwa Mwenyezi Mungu, hao wanaelewa kwamba tunamwabudu. Tunaabudu yule mtume. Lakini sisi hatumwabudu mtume. Kweli. Kwenye dua yetu yenyewe ambayo tunaomba, tunamuomba Mwenyezi Mungu direct. Lakini kupitia kwa mtume. Na ndio sababu tunasema Allahumma inni as'aluka bihaqi Muhammad. Si ati tunauliza ya Muhammad nas'aluka. Makosa. Hatusemi hivyo. Tukisema hivyo hii inakuwa ni shirki vile wanavyosema. Lakini sisi tunauliza Mwenyezi Mungu kwanza kwamba kwa haki ya Muhammad ya mtume aweze kututekelezea wajibu ambao sisi tunahitaji. Na kuna sababu ambazo zinapelekea hiyo. Kwa mfano sisi wanadamu wote, kuna vitu ambavyo tunafanya vinatufanya sisi tuwe mbali na Mwenyezi Mungu. Inafika wakati tukiomba dua hazijibiwi, kwa sababu kuna madhambi ambayo tunafanya. Kuna mambo ambayo tunafanya ambayo sio mazuri. Yani distance yetu na Mwenyezi Mungu inakuwa mbali. Inakuwa sasa hayupo karibu na sisi. Yani anatupatia kila kitu ambacho tunahitaji, matendo yetu yanaendelea, vitendo vyetu vinaendelea duniani, lakini tunakuwa mbali na Mwenyezi Mungu, kwamba nyoyo zetu zinakuwa kama zina giza. Hatuwezi tukaongea na Mwenyezi Mungu direct. Na hii inafanyika kwa mfano tukiwa kwenye taasisi fulani, mfanyikazi ambaye hafanyi kazi vizuri, anafanya makosa, anakuwa mbali na mwenye taasisi. Mwenye taasisi hawezi akampenda, na akimuuliza kitu hawezi akampa. Lakini akitumia mbinu nyingine, huenda dua yake itakubalika. Na ndio pale sisi tunasema sisi tunaenda kwa mtume. Tunaenda kwa mtume kwa sababu ya level yetu sisi ya imani ipo chini. Mtume yupo karibu na Mwenyezi Mungu. Sasa mtume akiwa karibu na Mwenyezi Mungu anaweza akafikisha kule dua zetu, mahitaji yetu anaweza akafikisha kwa Mwenyezi Mungu na yakafanyika. Kwa sababu kuna baadhi ya kwenye dua kwa mail kwa mfano, na dua kwa mail ipo kwa mfumo wake full, ipo kwenye vitabu vyetu vya dua, na pia kwenye Sunni ipo dua kwa mail ipo, lakini kwenye sehemu ndogo ndogo. Kwa mfano wamechukua sehemu kidogo wakaitoa sehemu fulani. Kwa hivyo kwenye hii dua kwa mail mwanzo kuna vile
Imam Ali alianza kwenye kueleza hii dua Kumail, alianza na dhambi, Allahumma ighfir li dhunuba allati, na akataja hizo huo mfumo wa dhambi zote. Kuna ighfir li dhunuba allati tahtiku al-isam, Allahumma ighfir li dhunuba allati tughayyiru an-ni'am, na akakuja akataja kwamba kuna dhambi ambazo tahbisu dua, Allahumma ighfir li dhunuba allati tahbisu dua, kwamba kuna baadhi ya dhambi ambazo tunazifanya sisi zinashika dua, haifiki kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hapa tunahitaji mtu ambaye atatutekelezea wajibu wa kufikisha dua zetu kwa Mwenyezi Mungu. Na huyo mtu lazima awe mkamilifu kama mtume au watu ambao wana kile kiwango cha kuwa cha mtume au usafi fulani katika matendo yao. Na ndio sababu tunatumia tawassul ili dua zetu ziweze kujibiwa. Naam, shukran sana Sheikh. Acha tuchukue mapumziko, tukirudi tutaendelea zaidi na ile swala zima la kuongea kuhusiana na tawassul. Inshallah. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya kwanza tukiwa na Sheikh Hussein, naamini unazidi kufaidika na kufahamu mengi kuhusiana na swala zima la tawassul, ili kuweza kujua ni jinsi gani pia itakuzidishia ukaribu zaidi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, acha tuchukue mapumziko, tutakaporudi tutaendelea zaidi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mpenzi mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili ya kipindi kipendacho Pewa Asubuhi ndani ya kitengo Ijue Dini Yako, tukiwa naye Sheikh wetu Sheikh Hussein Patrova akizidi kujuza mengi kuhusiana na swala zima la tawassul kwa radhi, na naamini utakuwa unaweza kuyatilia manani na kuelewa mengi kuhusiana na dini, kwani ni muhimu kuweza kufahamu, isije kuwa unasema kitu ambacho hukijui, na ni vizuri sana ukaverify information na kusoma zaidi. Ndo tunakuwahusia, kwa sababu wengi katika jamii sasa hivi wamekataa kusoma, na ni jambo ambalo linasikitisha zaidi, ila ukiamua kwamba unasoma itakupa fahamu zaidi kuhusiana na dini yako. Na insha Allah mpenzi mtazamaji, tukirudi kwake Sheikh tutaweza kufahamu mengi zaidi. Naam, karibu tena Sheikh. Nashukuru sana. Naam. Hapo tulikuwa tunasema kwamba kuna baadhi ya dhambi ambazo zinakuwa kama obstacles kwenye dua zetu, kwamba haziwezi zikafikia Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Kwa hivyo ili kuhakikisha kwamba dua zimefika, inabidi tutafute msaada kwa kiumbe ambacho ni kikamilifu, ambacho kipo karibu na Mwenyezi Mungu. Ndiyo. Na kwenye maana ya tawassul ambayo sisi tunamaanisha ni kitu ambacho kinakuweka karibu, kinakukaribisha, kinakufanya ukaribie Mwenyezi Mungu. Sio kwamba kuabudu vitu ambavyo vinatufanya tuabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Sasa kuna hii tofauti kati ya tawassul ambayo tunaifanya na jinsi wanavyoelewa. Kwa hivyo hizi dhambi zikisha kama zipo, dua zetu hazitofika kwa Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu mwenyewe ametuambia kwenye Qur'an, wabtaghu ilayhi alwasila, chukueni njia ambayo itafanya mfike kwa Mwenyezi Mungu. Mashaallah. Kwa hivyo hiyo ndio point yao ya kwanza. Point ya pili, walisema kwamba tawassul inafanana na kile ambacho mushirikini walikuwa wanafanya kabla ya Uislamu. Kwamba walisema kwamba hao wanaabudu miungu ili iweze kuwafanya wawe karibu na Mwenyezi Mungu. Na sisi tukiomba dua kwa maimams au kwa mtume, tunafanya tunakaribia Mwenyezi Mungu kupitia kwao. Sasa vitendo vyetu vinafanana na vitendo vya mushirikini kabla ya Uislamu. Sasa sisi tunaambia hao wenyewe walisema ma na'buduhum liyuqarribuna ila Allah, kwamba hao wenyewe walisema kwamba tunaabudu hizi ili ziweze kutukaribisha sisi kwa Mwenyezi Mungu. Lakini sisi vitendo ambavyo tunafanya hatuabudu. Ndiyo. Sisi tunaomba tu dua. Si ati tunaabudu ile mtu, tunaabudu mtume, hatufanye tuwe karibu na Mwenyezi Mungu. Sasa kuna tofauti kati ya vitendo vyao na vitendo vyao, kwa maneno ambayo walitumia na maneno ambayo sisi tunatumia. Sisi yetu sio ibada. Yetu ni kuchukua tu kama wasila, kuchukua kama njia ya kumfikia Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ya matendo ambayo nimeyataja pale mwanzo, ambayo yanatufanya sisi tusiwe ni wenye kufikia Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kuna tofauti kati ya vitendo vyao na mushirikini na vitendo vyetu vya tawassul.
ingine anasema kwamba kama tawasul basi ipo, basi ilikuwepo wakati wa Mtume, na akifa Mtume mambo na tawasul yanaisha. Yani mtu yote ambaye ni mtakatifu ambaye tunataka kumchukua kama njia ya kufika kwa Mwenyezi Mungu, akisha kufa mambo yake yameisha. Sisi tunawaambia kwamba baada ya kufa kuna maisha baada ya kifo. Ndio. Kwamba maisha yanaendelea. Tofauti tu ni kwamba sisi hatuoni wale ambao wamekufa wako wapi. Ndio. Nadhani pia katika Qur'an Allah amesema. Amesema ya kwamba yani msidhani wale ambao wako matayad kwamba wamekufa. Wako hai lakini nyinyi hamuhisi. Ni kweli. Kwenye Qur'an anasema la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Msidhani kwamba wale ambao wamekufa kwa njia ya Mwenyezi Mungu ni wamekufa kweli, bali bado wapo hai. Na tukiangalia Mtume ni mfano hai ya kutuonyesha mtu ambaye amekufa kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Yani kama kuna mtu ambaye amekufa kwa njia ya Mwenyezi Mungu, basi Mtume ndio wa kwanza. Ndio. Na wale ambao ni watakatifu, watu watakatifu wakifa wanakufa kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Kwa hivyo kusema kwamba mtu akisha kufa kazi yake imeisha, kwamba tusimuombe, ni kuenda kinyume na logic ya Qur'an. Sababu Qur'an inatuambia bado wako hai na hawa wanatuambia kwamba amekufa. Kwa hivyo hakuna sababu ya kuwaomba kwamba watuombee dua yetu kwa Mwenyezi Mungu. Sisi tunawaambia logic ya Qur'an na logic ya Mwenyezi Mungu ni kwamba wapo hai, na jinsi tulivyoomba dua wakiwa hai pia tunaweza tukaomba dua kama wamekufa. Hakuna tofauti. Na pia kuna hadithi kutoka kwa Mtume alituambia kwamba hakuna tofauti yangu nikiwa hai na nimekufa. Unaweza ukaniomba dua nikiwa hai na unaweza ukaniomba dua kama nimekufa. Yote itafika. Kuongeza kwenye hilo ni kwamba wale ambao wanapinga tawasul ni kama hawajaelewa uwasilia wa mwanzo, uwasilia wa dini na uwasilia wa tawasul. Kwamba sisi kwenye maisha yetu mwanzo tunaishi tawasul. Kidogo pia niseme hivyo. Maana ukifika hospitali daktari atakutibu kunradhi, lakini anayekuponya ni nani? Mwenyezi Mungu atakuponya. Ndio. Unamwomba Allah niponye. Mbona ukae na ugonjwa nyumbani ukasema Allah ataniponya? Lazima unywe dawa. Ile dawa Allah ina nuru yake, ile dawa ambayo ni ukiangalia imetengenezwa na miti ambayo Allah mwenyewe ameleta katika hii dunia. Ukiangalia daktari anakutibu. Daktari anakutibu, Allah ndo anakupoza. Sasa lakini huwezi kusema kwamba Mungu atanitibu. Ni kama vile ulisema ile ya farasi, ya kwamba farasi yako hapo ameiacha Mwenyezi Mungu amwangalilie, lakini hakuifunga. Si ilienda zake ikawa hakuna farasi tena hapo. Ni kwamba lazima kuwe kuna msaada hapo katikati. Sio kwamba unaiabudu, lakini pana msaada pale katikati ambao pia utakusaidia wewe kupata ile nguvu ambao sasa Mwenyezi Mungu amekupa ile shifaa kwamba utapona, lakini lazima umezi dawa. Huwezi sema utapona na umezi dawa. Ni kweli. Yani kuna kupona, lakini kuna njia ya kupona. Ndio. Sio kwamba tusubiri kwamba Mwenyezi Mungu atatuponya tu na tusiende hospitalini. Maana maisha yote tunayoishi ni ya tawasul. Ndio. Kwa mfano nikitaka kwenda sehemu yote. Kwa mfano nikitaka kwenda mjini. Sitasema Mwenyezi Mungu nipeleke mjini. Nitatoka hapa niende nipande gari niende mjini. Hiyo ni njia kunifikisha mimi mjini. Na vitu vyote ambavyo tunafanya, hata kula kwetu, lazima tunatumia njia. Kuna njia ya kutuwezesha ili tufikie yale ambayo tunataka. Maana ukiangalia mfano, tuangalie kama mti wa mwarobaini. Tunaambia ni mti ambao unatibu maradhi mengi. Lakini ule mti hauko hai. Ni mti ambao hauna roho kama sisi binadamu. Hauna roho ule mti. Lakini Allah ameweka pale, una manufaa yake. Unaambiwa labda ukitaka kupona ugonjwa fulani nenda ukachukua ule mwarobaini. Ule mwarobaini, yes, Allah atakuponya, lakini umechukua umekunywa ndo ili iweze kufanya kazi kwa mwili wako, Allah akupe ile shifa. Bado hiyo ni tawasul umefanya kwa kiumbe ambacho sio kiumbe hai. Ndio. Kwa hivyo tunaishi. Wanataka kukataa tu uwasilia ambao upo. Ndio maana wakasema ya kwamba ni vizuri sana ukiwa na ile akili. Sisemi kwamba hawana akili, lakini
ni kwamba kuitumia ile akili, Allah alijua kwa nini nilikupa hii akili ili uweze kuitumia. Ni ufikirie, usome zaidi, ufanye research zaidi. Kwa sababu ukisema viumbe ambao hawana uhai ni ambao hawana roho. Maanisha miti pia haina roho. Ni kweli. Chakula hakina roho. Dawa haina roho. Dawa haina roho. Lakini tunazitumia. Ni kweli. Lakini maanisha unakiabudu ndo kukuponya. Una nini? Umwabudu Mwenyezi Mungu. Lakini kupitia hichi kitu wewe upone, lazima hichi kitu kikupoze. Yani sisi eti tunasema kwamba tukimeza dawa kwa mfano, hiyo dawa ndio inatuponya. Ndio. Mwenyezi Mungu ndiye amejalia uwezo wa ile dawa kufanya kazi. Ni kweli. Ndio. Yani pale kuna Mwenyezi Mungu, lakini inapitia kwenye dawa. Maana mfano mzima nadhani pia kama hospitali watu wanapofariki, si walikunywa dawa pia wao? Ni kweli. Walikunywa dawa, lakini Allah ndo anakadiria kama hichi kitu huyu mtu atapona. Ni kweli. Hata awe amekunywa dawa kiasi gani atapona. Ni kweli. Ama hatopona, ni wakati wake umefika. Sasa hauwezi sema kwamba tawasul haifai wakati maisha yako yote unaishi ni ya tawasul. Ndio sababu tunasema pale mwanzo kuna hii akili ya wale ambao wanapinga. Ni akili special. Kwamba vitu ambavyo vinafanyika kwenye maisha yao na wanaviona wanavipinga. Ikija kwenye maisha ingine wanasema hii haifai. Lakini kwenye sehemu nyingine wanaifanya, hata wanachukua kitu ambacho kinawafeva. Ni kweli. Wanatake ile time ambao nyakati itawafeva ndo wataichukua. Kama haifevi watakwambia hichi hakifai. Wanaachana nacho. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu kutujalia, kwa sababu sisi kuomba kwa Mwenyezi Mungu kupitia mtume si mambo yetu ambayo sisi tumejiletea wenyewe. Ni tunafuata tu maamurisho ambayo tumepewa kwenye Qur'ani na Mwenyezi Mungu. Sasa sisi tunaamini kwamba Qur'ani imeshuka kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Na yeyote atakayepinga sehemu moja ya Qur'ani ina maana amepinga sehemu yote. Kweli. Sababu uwezo kaamini kwamba Qur'ani imetoka kwa Mwenyezi Mungu, kuna sehemu unapinga. Au mtume ametoa mwelekezo kwamba mna uwezo au mmeruhusiwa mimi kuniomba kwenye dua. Lakini wewe unakuja kupinga kwamba haifai kuomba mtume kwenye dua zetu, kuomba Mwenyezi Mungu kupitia kwa mtume. Hasa hapa ni kama wanapinga pia maneno ya mtume. Hakika. Kwamba unasema mtume ulidanganya. Uliposema kwamba sisi tuombe Mwenyezi Mungu kupitia kwako, ulidanganya. Na ukimdanganyishia mwenye mtume, ina maana haujakubali kile ambacho umesema. Na ina maana haujaamini kwa yule mtume na kile ambacho anasema. Sasa ina maana ni kama umekufuru. Kama ukikataa yale ambayo mtume amesema, ni kama umekataa kile ambacho alikuja nacho kueneza. Kwa hivyo kukataa tawasul ni kama kupinga Qur'ani na kupinga mtume na kupinga hivi vitu viwili. Nataka mtu mwenye makini sana, mwenye atasema mimi inafikia nyakati acha nifungue akili. Maana sio wote ambao watapata hidayah kutafuta ukweli. Sio wote ambao Mwenyezi Mungu atawapeleka katika ile hidayah kutafuta ukweli. Kwa sababu kama wewe ukweli unauona ndio huu, lakini bado umefunga moyo wako, hakuna vile utauona ukweli. Hakuna vile utaamua mimi acha nichukue sasa kitabu nisome. Kwa sababu umezoea kusikia, umezoea kutafsiri vitu ambavyo huelewi pia vinatafsira vipi. Inakuwa vigumu sana kuweza kubalance kitu kama hicho. Ni kweli. Na tunavyoambiwa kwamba elimu ni nuru. Na hii nuru si kwamba kila mtu anaweza kuipata. Sio wote. Kwa ni nuru ambayo Mwenyezi Mungu anaweka kwenye moyo ambayo yeye mwenyewe anataka ama amejua kwamba hii nuru inafaa iende kwa huu moyo. Sasa ukiona kwamba unapinga vitu kama hivi, kwamba haujapata ile nuru ya kuweza kujua ukweli au kusoma ukweli. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hajaweka ile nuru kwenye moyo wako. Hujapata ile inaitwa taufiki kutoka kwa Mwenyezi Mungu ili aweze kuongoza kwenye njia ambayo ni nzuri. Ndio unapata vitu ambavyo ni vya kawaida vinakuja vinaanza kufanywa kwamba si vya kawaida na wanaanza kuzipinga. Kwa hivyo zipo hadithi nyingi ambazo zinaeleza kwamba tawassul ni kitu ambacho kilifanyika wakati mtume alikuwepo, na pia kinafanyika wakati mtume amekufa, kwa sababu kwa mtume hakuna tofauti kati ya kufa na kutokufa. Yeye bado yupo hai na anaendelea
na kazi yake. Naam. Na tukisoma kwenye hadithi zetu na hadithi za wenzetu, Naam. zipo hadithi nyingi ambazo zina support ili swala la tawassul. Lakini kwa mfano hadithi ikipatikana kwenye kitabu cha kwa mfano Sahih Bukhari au Muslim, ikipatikana huko hadithi ambayo inasema kwamba tawassul inakubalika, inakuja sababu ya kuonyesha kwamba no, hiyo hadithi ni dhaifu. Hiyo ni kawaida yao. Ya hadithi haifanyi kazi. Ukweli tu na usema, kwa sababu hakuna siku utakuja na hadithi kutoka upande huu mwingine na labda iwe ni kitu ambacho unajua umeambia hii iko katika sahihi fulani, kwa sababu vitabu vyao wameviita sahihain, kumaanisha kila hadithi pale ndani ni sahihi. Lakini watakwambia ile hadithi ina daraja yake pia, kuna ina sanadi yake inasemaje, hata kama imeandikwa ni hasan ama ni nini, atakwambia hii hadithi ni dhaifu, kwa sababu hataki kuikubali kwamba ni kitu ambacho kipo. Lazima atakupa excuse za hapa na pale. Ni kweli. Na ndio sababu kuna Hakim Naisaburi. Hakim Naisaburi ni mwanachuoni wa Kisunni. Naam. Amekuja kuchukua zile hadithi ambazo zipo sawa, zipo sahihi kwenye kwenye Bukhari au Muslim, lakini kwenye matendo wanatenda kinyume na hizo hadithi. Hasa miongoni mwa hadithi ambazo amechukua ni hii ya tawassul, kwamba ipo kwenye hivi vitabu viwili, lakini wanasema kwamba haifanyi kazi au si ukweli kwamba yafaa tufanye tawassul. Yeye mwenyewe amesema kwamba hii hadithi ni sahihi kwenye sahihain, kwenye Sahih Muslim na Sahih al-Bukhari. Kwa hivyo tatizo haliwi kwenye kwamba atutumia tatizo ni binadamu mwenyewe. Tatizo ipo kwenye nafsi, kwamba bora tu mimi nataka kupinga chochote ambacho kitatokea huku, mimi nitapinga tu hivyo hivyo. Na kuna baadhi ya maswahaba walikuwa wanaangalia kitu kimetokea, wanaangalia huku wamesema nini, au Imamu Ali amesema nini, akisema hivyo wanafanya kinyume. Yani kuna tatizo la kinafsi ambalo wameliweka mpaka kwenye dini. Inshallah Mwenyezi Mungu atakuwa mwenye kutuongoza kwenye njia ambayo ni nzuri. Amin. Hilo ndo tuombalo, watu waweze kuongoka, watu waweze kusoma. Mimi hufurahia sana nikiona kijana anajipa ule moyo wa kwamba mimi nataka kusoma, kutafuta ukweli. Naamini hapo Mungu atakuongoza. Lakini ukibakia na akili ya kwamba mimi ninaloona katika hivi vitabu ndo hilo bila ya kufikiria na kutumia akili, basi Allahu aalam, inabidi tukuachie, tukutane mbele. Kabisa. Lakum dinukum waliyadin. Kurudi kwako mpenzi mtazamaji, natumai katika awamu ya pili tukiwa na Sheikh umeweza kufaidika mengi kuhusiana na swala zima au maongezi ambayo yanahusiana na swala zima la tawassul. Tawassul ni kitu ambacho kipo muhimu sana, tunakupa wewe mtihani ni kwenda kusoma. Sheikh amekujuza na ni kitu ambacho kipo, ila tu tumeamua ya kwamba tusisome, na katika nyakati hizi internet pia iko vast. Sasa hii kusoma inakuwa pia rahisi. Fanya research yako. Usijaji kitu wakati wewe mwenyewe hujafanya pia deep research, na pia tumia akili ambayo Mwenyezi Mungu ameweza kutunukia wewe kama binadamu, maana wewe sio mnyama. Mnyama hana akili, lakini wewe uko na akili. Hivyo basi mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina mengi ya kusema isipokuwa ni kukwambia